habari za kina za SW Media. Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika habari zetu za mchana, ikiwa ni mida ya saa 6, na habari zinazokuja katika meza yetu ni kuwa Raila Odinga ameombeleza msaidizi wake wa muda mrefu na mlinzi George Odor aliaga dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mwanahabari wetu Patience Muhande na habari zaidi. Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga ametangaza kifo cha George Odor, msaidizi wake wa kibinafsi na mlinzi wake wa muda mrefu, baada ya kuugua kwa muda Jumanne jioni jijini Nairobi. Odinga alielezea masikitiko yake makubwa kutokana na kifo cha Odor kwa kauli ya dhati. Alimtaja kama mwandani dhabiti na mtaalamu ambaye amekuwa mwanafamilia yake tangu mwishoni wa mwaka wa 1980. Odinga alimsifu Odor kama msimamizi macho, mtulivu, anayejiamini na msaidizi wa kitaalamu mno, ambaye alisalia kujitolea kuhudumu hata katika hali ngumu. Alikubali marafiki wa karibu wa Odor na wafanyakazi wenzake pamoja na familia yake yenyewe walikuwa wamepata hasara kubwa. Nikiripotia haya, jina langu ni Patience Muhande. Unasikiliza SW Media. Na kama SW Media tunasema makiwa kwa familia. Na kwingineko, waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema ukaguzi dhidi ya maafisa wa NPR utaendeshwa, kwani baadhi yao hushirikiana na majangili. Mwanahabari wetu Priska Niva na habari zaidi. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema idara ya usalama inalenga kufanya ukaguzi wa maafisa wa NPR wanaotoa usalama katika eneo la North Rift. Akizungumza katika seneti mbele ya kamati ya usalama, Murkomen amesema baadhi ya maafisa wamekuwa wakishirikiana na majangili na hivyo kulemaza maazimio ya operesheni Maliza Uhalifu North Rift. We will perhaps release all of the NPR officers who are there so that we can have really to hire better NPR officers. Murkomen pia amejivunia mafanikio yaliyopatikana kutokana na operesheni hiyo na kusema idara ya polisi hivi majuzi imewashika wanachama 120 wa vijana wa Panga almaarufu Panga Boys katika maeneo ya pwani, na hii ni kuhakikisha usalama wa nchi unasalia kuwa sawa. Nikiripotia SW Media, jina langu ni Priska Niva. Unasikiliza SW Media. Shukran sana mwanahabari wetu Priska Niva kwa taarifa hiyo. Na uhamisho wa wakazi wa maeneo ya Makadara, kaunti ya Mombasa wafanyika huku maafisa wa polisi wakizingira eneo hilo. Mwanahabari wetu Beverly Mola na taarifa zaidi. Wakazi wa maeneo ya Makadara, kaunti ya Mombasa wameanza kuhama huku shughuli zikisimama. Haya yamejiri baada ya jengo la ghorofa 9 kuanza kuporomoka. Maafisa wa polisi wamezingira eneo hilo na kupiga marufuku kuingia na kutoka mtaani humo. Nikiripotia Starwave Media, langu jina ni Beverly Mola. Unasikiliza SW Media. Na taarifa hiyo ya Beverly Mola inatufikisha kikomo cha taarifa za mashinani, na sasa tunaelekea katika upande wa pili ambapo tunapata mwanahabari wetu Henry Onyango na taarifa za kimataifa. Kimataifa, Marekani Jumatano iliwekea Kenya ushuru wa 10% kama sehemu ya awamu ya hivi punde ya ushuru wa kibiashara wa Rais Donald Trump kwa bidhaa zote zinazoingizwa Marekani. Trump alisema atatoza ushuru wa awali wa 10% kwa bidhaa zote za Marekani kutoka nchi 185 na ushuru wa juu kwa bidhaa ya washirika wakuu wa biashara wa Marekani. Kenya inatoza Marekani ushuru wa 10%, ikiwa ni pamoja na udanganyifu wa fedha na vikwazo vya biashara. Kulingana na ikulu ya White House, makubaliano hayo yanatarajiwa kuathiri jumla ya biashara ya bidhaa ya Kenya na Marekani, ambayo ilifika dola bilioni 1.5 mwaka wa 2024. Nikikuletea habari za kimataifa kutoka Starwave Media, jina langu ni Henry Onyango. Unasikiliza SW Media. Tupate habari za spoti kutoka kwa mwanahabari wetu Otieno Rogers. Naam, hujambo mwanaspoti mwenzangu popote ulipo, na karibu katika taarifa zetu za spoti. Jina langu ni Otieno Rogers. Habari za michezo. Na kwanza kabisa ni kwamba mkurugenzi wa mpira michezo wa Arsenal Andrea Beta amekutana na wakala wa winga wa Atletico Bilbao
lao Nico Williams katika siku za hivi karibuni kujadili uhamisho wa kiangazi kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Hispania mwenye umri wa miaka 22. Habari za michezo. Meneja wa Manchester City Pep Guardiola na aliyekuwa kocha wa Brighton Roberto De Zerbi ambaye kwa sasa yuko Marseille wanachukuliwa kama kuwagombea nafasi wa ukocha AC Milan. Habari za michezo. Huku Liverpool na Chelsea wanamtaka beki wa Bournemouth Dean Huijsen mwenye umri wa miaka 19, lakini watakumbana na ushindani kutoka Real Madrid kwa beki huyu wa kimataifa wa Hispania anayekadiriwa kuwa thamani ya pauni milioni 50. Habari za michezo. Na tukisonga mbeleni kwamba Liverpool walisonga karibu na ubingwa wa ligi ya Premier kwa ushindi wa mabao moja kwenye mchezo wao dhidi ya Everton siku ya Jumatano, huku Manchester City wakilaza Leicester mabao 2-0 na kuimarisha jitihada zao za kufuzu ligi ya mabingwa. Habari za michezo. Huku zikiwa zimesalia mechi 8 pekee, Liverpool wako nyuma kwa pointi 12 dhidi ya Arsenal wanaoshika nafasi ya pili ambao walilaza Fulham mabao 2-1 siku ya Jumanne. Habari za michezo. Na kufika hapo niruhusu nitamatishe taarifa zetu za spoti. Jina langu ni Otieno Rogers. Unasikiliza SW Media. Kufikia hapo sina la ziada ila kulikunja jambo hili la habari zetu za SW Media. Kumbuke kwamba umepata taarifa hizi kutoka kwa mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kama SW Media. Jina langu ni Charles Msoka na kutakia wakati mwema. Hizo zimekuwa ni habari za SW Media. SW Media, credibility is our priority.